Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa hii nafasi asubuhi ya leo. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa namna anavyosaidia na kuhakikisha wizara hii inafanya kazi zake kwa sekta zote, ikiwemo michezo, utamaduni, sanaa pamoja na lugha yetu ya Kiswahili. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nampongeza sana Mheshimiwa Waziri. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa juhudi zake anazofanya katika kuhakikisha wizara yake inafanikiwa kwa asilimia kubwa, ikiwemo kuwa mtetezi mkubwa wa lugha ya Kiswahili. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri. Hapa kazi upele umepata mkunaji, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini nampongeza Naibu Waziri, Katibu Mkuu na wasaidizi wote katika wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanafanya kazi sambamba kuhakikisha wizara yao inafanikiwa katika sekta zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea na mchango wangu, napenda pia kuwapongeza wizara wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri katika kuhakikisha kwamba mashirikiano kati ya Tanzania bara na Zanzibar yanakuwa ya pamoja katika ushirikishwaji wa masuala yote ya kupeana elimu, kupeana uzoefu, kujengeana uwezo. Tunawashukuru na tunaomba waendelee kwa hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza sana kwa makongamano yanayofanyika ya kimataifa na ya kitaifa katika kukuza utamaduni wetu na kuueneza pamoja na kueneza Kiswahili duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hilo napenda kuongezea kwamba katika kuhakikisha kwamba tunaeneza utamaduni wetu, tutumie sana ngoma zetu za asili na vionjo vyetu vya asili. Kama Zanzibar kule, taarabu asilia ndio inatakiwa itangazwe na sio taarabu ya sasa hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naona hapo nimeshaeleweka. Nikiendelea na mchango wangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza sana kwa kongamano lililofanyika kule Havana, Cuba, pamoja na makamusi yale ya Kiswahili na Hispania na Hispania kwa Kiswahili. Nawapongeza sana, kazi hii iendelee ili Kiswahili kiendelee kukua duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuendelee kuwapongeza na kuwashukuru waasisi wetu waliofanya taifa letu lugha ya Kiswahili iwe lugha ya taifa, lakini leo imekuwa si lugha ya taifa, imekuwa ni lugha ya dunia. Tuendelee kuwaombea dua na maisha mazuri huko waliko peponi. Amina. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika balozi zetu tunafundisha Kiswahili, lakini naongezea pia tufundishe na utamaduni wetu wa asili. Kwa mfano, South Korea, ndugu yetu Tunu Mayemba anajitahidi sana kufundisha Kiswahili, lakini anaeneza utamaduni wa Mtanzania kule South Korea. Anafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikielekea naenda kwenye bodi ya Baraza la Kiswahili. Bodi ya Baraza la Kiswahili ina wajumbe 6 na mmoja kutoka Zanzibar. Ningeona sasa kuweko na umuhimu wa kuongeza idadi ya wajumbe kutoka upande wa pili wa muungano ili kuleta ile hamasa zaidi ya lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu sasa hivi Kiswahili kimekuwa ni lugha ya Afrika lakini ni lugha ya dunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na wazo kwa wizara hii kama tutashirikiana na Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaokuja Tanzania kusoma basi wapate ile kama orientation ambayo watakuwa na mafunzo ya Kiswahili kwa muda wa miezi 3 mpaka 6 ili kukitangaza zaidi Kiswahili, lakini pia kuongeza mapato ndani ya nchi kwa hawa wanafunzi wanaokuja kujifunza masomo mengine ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea, tumeona kwenye budget kutakuwa na mapitio na kuongeza baadhi ya maneno mbalimbali ya Kiswahili. Ushauri wangu ni kwamba tuendelee kufuata utaratibu katika kuongeza haya maneno na istilahi mpya za Kiswahili, kwa sababu kuna maneno tayari yamo kwenye lahaja za Kiswahili na inasemekana kwamba lahaja za lugha ya Kiswahili kama lile neno lipo basi lisitafutwe neno jipya, kwa sababu maneno yale tayari yako na yanatumika. Na ninatoa mfano wa neno guruguru. Guruguru limeambiwa ni ngurumo, lakini neno ngurumo lipo. Sasa kwa nini tunatafuta mambo ya maguruguru tena kuingiza tena kwenye Kiswahili wakati guruguru tayari ni mdudu? Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea, tujitahidi lugha yetu iwe nyepesi, inayoweza kuzungumzika, inayoweza kusomesheka, inayoweza kutafsirika
kwa watu wanataka kujifunza Kiswahili. Tukiendelea tu kujaza maneno kwa sababu tunayakataa maneno ya kigeni, lugha zote zinatohoa maneno kutoka lugha nyingine. Na kwa sasa mfano, kuna vitu vinavumbuliwa sasa hivi. Hilo neno tutalipata wapi wakati kile kitu ni kipya na kimevumbuliwa? Nataka kutoa mfano. Nikichangia bajeti hii mara nyingi natoa mfano kwenye lugha yetu ya Kiswahili, jinsi tulivyotohoa maneno kutoka lugha mbalimbali, Kihindi, Kiarabu, Kifaransa, Kiingereza na lugha nyingine. Nataka kutoa mfano mwingine leo kwa lugha nyingine, kwa nchi nyingine walivyotohoa maneno, tuone kwamba hakuna haja ya kubadilisha maneno. Na kwenda kwenye lugha ya Kiingereza kuna neno bus, Kifaransa bus, lakini Kimorishas ni bis. Kikomoro ni bis, lakini kwa maana ya bus. Na kuja neno train, Kifaransa train, lakini Kimorishas train. Wametohoa, wanaita vile train, wametumia kwa Kiingereza. Neno tablet Kiingereza, tablet Kifaransa, tablet Kimorishas. Na kuja neno tea kwa maana ya tea kwa lugha tatu, Kiingereza, Kifaransa na Kimorishas. Lakini television Kiingereza, television Kifaransa, television Kimorishas. Dokta Kiingereza, doktor Kifaransa, dokta Kimorishas. Mmetumia hapa. Tuone kwamba kutohoa lugha za kigeni ni kawaida katika lugha katika dunia yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hivyo tusio tunaongeza maneno magumu mazito yasiyoweza kutamkika, yasiyoweza kutafsirika. Lugha itakuwa ngumu, lugha haitakuwa nyepesi, lugha itakuwa tutakimbiwa. Watu watakwenda kutafuta wataalamu wenye lugha nyepesi ili waweze kujifunza kuongea tu na kubadilishana maneno na mawazo, kuliko kwa sababu sio watu wote wanakwenda kufanya mitihani. Kama wataingia darasani na wafanye mitihani maneno magumu, watu wanataka kujua kuzungumza Kiswahili na kuelewana na kufahamiana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri nimeeleweka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naendelea kupongeza juhudi zinazofanya mbalimbali katika kuwajengea uwezo wataalamu wetu. Mheshimiwa Hadija Hassan Abud, muda wako ulishakwisha, lakini kwa uzito wa hoja nilikuachia dakika 2. Kiswahili ni ajira. Tuendelee kuhamasisha vijana wetu, na wizara itenge kitengo au watu maalum wa kuwasaidia vijana wetu wa Tanzania namna kuzitafuta hizi fursa za ajira, kwa sababu wengi hawana upeo na uelewa mkubwa wa kujua hizi fursa za ajira. Matokeo yake nchi nyingine na nchi jirani wanazipata wao, wakati vijana wetu wana uwezo zaidi kuliko hao wanaokwenda kufundisha na kuwa kalimani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tuwasaidie, tuweke kitengo au watu maalum wa kuwasaidia vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho napongeza wizara kwa andiko la kuomba UNESCO kujengewa kituo cha utamaduni na mambo ya Kiafrika. Asante Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Nadhani Profesa Kabudi utamkonsult baadaye Mheshimiwa Hadija ili kutekeleza ushauri wake. Waheshimiwa wabunge